naitwa Zuhura Mgeni Osman, ni afisa mdhamini Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Leo nimewaita hapa waandishi wa habari wa hapa kisiwani Pemba kwa kuja kuongea na nyinyi mazungumzo haya ambayo ni mustakabali mzima wa shughuli zetu za Wizara ya Utalii hapa kisiwani Pemba. Kama mnavyoelewa kwamba Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale ilianzisha tamasha la Mswahili wa Kipemba mwaka jana tarehe 25 mwezi wa 7, ambapo tamasha hili tuliliadhimisha katika kisiwa chetu cha Pemba katika wilaya ya Wete. Kwa maana hiyo, wizara imepanga mwendelezo wa matamasha haya kwamba ni moja kati ya kuendeleza maendeleo ya kukitangaza kisiwa cha Pemba, vile vile kuitangaza huu utalii kwamba ndio mwitikio mkubwa katika kisiwa chetu hichi cha Pemba. Ndugu waandishi wa habari, utalii ndio uti wa mgongo katika taifa letu. Hivyo basi, kila mmoja hakuna budi kutangaza utalii huu, kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wetu katika kuitangaza Pemba. Kwa maana hiyo, kila mmoja ana wajibu wa kufanya hivyo. Lakini kama hiyo haitoshi, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale inakuja tena kivyengine katika kuhakikisha tunafanya mwendelezo wa tamasha hili la Mswahili wa Kipemba hapa Pemba. Na kwa taarifa, tamasha hili tutalifanya katika mikoa yetu miwili ya hapa kisiwani Pemba, ambapo tutakuwa na siku 2. Tamasha hili litafunguliwa katika wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, na kufungwa katika wilaya ya mkoa wa Kusini, wilaya ya Mkoani. Katika kufungua tamasha hili, tarehe 2 mwezi wa 8 ndiyo siku rasmi ya kufungua tamasha hili katika kijiji cha Kojani. Katika kijiji cha Kojani, siku ya tarehe 2 mwezi wa 8, tunategemea kuwa na michezo ya baharini ikiwemo kutweka tanga, mashindano ya kuogelea, mashindano ya resi za ngarawa, vile vile michezo mengine ya asili ya Kojani. Pia tarehe 3 mwezi wa 8, tamasha hili litakuwa katika mkoa wa Kusini, katika kijiji cha Kiwani, mkoa wa Kusini, wilaya ya Mkoani. Huko watafanyika mambo mbalimbali mazuri ya kuvutia na ya kupendeza. Tutakuwa na vyakula vya asili, tutakuwa na ngoma, mashindano ya ngoma za asili mbalimbali, kutakuwa na maonyesho ya mavazi ya Uswahili wa Kipemba, kutakuwa na lahaja za Kiswahili za Kipemba, vile vile kutakuwa na maonyesho ambayo yatakuwa ni unique kwa hapa kisiwani Pemba. Lakini kama hiyo haitoshi, kutakuwa na mchezo wa ng'ombe, ambao mchezo huu wa ng'ombe ni mchezo wa asili katika kisiwa chetu cha Pemba. Hivyo basi, tumekuja kutoa taarifa hii kwamba jamii ielewe kwamba tarehe 2 na tarehe 3 mwezi wa 8, Wizara ya Utalii itakuwa na tamasha kabambe ambalo litakuwa ni tamasha la kuvutia mno, ili kushajiisha kisiwa hichi na kuleta maendeleo zaidi. Lakini pia tunafanya hivi kwa malengo mahsusi ama malengo maalum. Kwanza, lengo la kwanza ni kutekeleza maono ya viongozi wetu wakuu kwamba tufanye matamasha, tuwe wabunifu,
katika mawizara yetu. Kwa hiyo muono huu alokuja nao Mheshimiwa Rais kutuletea kwamba tuwe wabunifu, na sisi Wizara ya Utalii tumebuni ili tamasha. Kwa hiyo tunaendelea na kulionyesha. Lakini pili ni kukitangaza kisiwa cha Pemba. Hilo ni lengo letu kuu, kuona tunakitangaza kisiwa cha Pemba kupitia matamasha haya, michezo, ngoma, mavazi na mengineyo. Lakini tatu ni kulinda na kuhifadhi mila, desturi, tamaduni za Wanapemba. Katika tamasha hilo tutaona mavazi mbalimbali ambayo ni mavazi ya Kipemba. Na vile vile ya nne, kuwashirikisha wadau wa utalii. Tutakuwa na wadau wa utalii siku hiyo, watajielezea, tutaona shambra zao, tutaangalia maendeleo yao na kazi zao ambazo wanazifanya kupitia tamasha hili. Lakini pia lengo jingine ni kushirikiana na jamii. Jamii ndiyo kila kitu. Bila ya jamii huwezi ukapata lile ambalo unalikusudia. Hilo tamasha nalofanywa bila kushirikiana na wanajamii, wanajamii tunaona watashiriki kwa wingi, watakuja kuangalia, watakuja kujifunza. Kuna mambo mengine tokea wazaliwe hawajawahi kuyaona, watayaona siku hiyo ya tamasha ambayo tunaadhimia kulifanya. Lakini kutekeleza sera za utalii kwa wote. Ndugu wanahabari, siku hiyo ya tamasha tumejipanga kutekeleza utalii kwa wote kwa kushirikisha wadau mbalimbali, wafanyabiashara, kina mama, kina baba, wanawake, wanaume, wafanya biashara za mboga, wafanya biashara za utalii kiwemo wanaoshona mikoba, wanaopakasa akili, wanaochora hina. Yani kutakuwa na kila aina ya jamii ambayo itashiriki katika shughuli hiyo. Tutawaalika ili kuja kuleta ule uelewa wao, ili watu waone nini utalii unataka. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, hayo ndio malengo ya tamasha hili la utalii kisiwani Pemba. Ombi langu kwenu ni kuwataka waandishi wa habari tutumie hii fursa ya kulitangaza tamasha hili ndani na nje ya visiwa vyetu, ili kuweza kujua nini kinataka kufanyika, nini kinafanyika, na nini mwelekeo na malengo ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Tukifanya hivi, tutakuwa tumesaidia kukifungua kisiwa cha Pemba kiutalii. Tushirikiane kwa pamoja, tuungane mkono kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Waandishi wa habari ni wadau wakubwa ambao wataweza kutangaza au wanautangaza utalii katika kisiwa chetu. Waandishi wa habari ni wadau ambao wanaweza kutoa taarifa nzuri ili wageni wakamiminika katika kisiwa chetu. Waandishi wa habari pia wana muono mkubwa mno wa nini kifanyike na nini kiendelee katika kisiwa chetu. Kwa hiyo nawaomba sana tushirikiane kuhakikisha malengo yetu yanakamilika. Asanteni.